Warumi sura ile ya 5 na ule mstari wa 8. Neno la Mungu linasema, bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Mstari wa 9. Basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki kwa damu yake, tutaokolewa na ghadhabu ya yeye. Muumbaji akamwomba mtu ambaye ni mwema na mwenye kusudi nzuri ndani ya moyo wake, lakini yupo Ibilisi ambaye anaharibu ile kazi njema ndani ya mioyo ya watu. Ndivyo alipoharibu ile kazi njema ya Mungu iliyopandwa ndani ya mwanadamu, ndipo Mungu alipoandaa tayari kuzimu kwa ajili ya adui, kwa sababu ya uharibifu ambao wanafanya. Yesu Kristo au Mungu Baba, wakati anaandaa kuzimu, hakuandaa kwa ajili ya mwanadamu, aliandaa kwa ajili ya Shetani, aliandaa kwa ajili ya Ibilisi, ili kwamba kwa sababu aliasi huko mbinguni naye apate ghadhabu, naye apate adhabu. Lakini pia akafanya mbinu kwamba ili asiende peke yake kuzimu, ili asiende peke yake jehanamu. Akafanya ndivyo anavyofanya mbinu, anafanya njia mbalimbali ili kumpata mwanadamu. Sikiliza sasa nikwambie, nimekuja kukupasha habari, nimekuletea habari njema za Yesu Kristo ambazo zinaweza kukuokoa na ghadhabu ile ya siku za mwisho, na ghadhabu ile ya siku ya mwisho ambayo ni ghadhabu ya milele, ambayo hakuna ambaye atavumilia. Kila atakayeingia, hakuna ambaye atavumilia ghadhabu hiyo. Ambaye ataweza kukuokoa ni Yesu peke yake, ni mwana Yesu peke yake. Ukitubu leo, anaweza kutengeneza njia zako, anaweza kufanya upya njia zako, anaweza kukubadilisha na kukuokoa na ile ghadhabu ya kuzimu, na ile ghadhabu ya ziwa la moto ya kupaswa mkubali leo. Haleluya, haleluya. Sikiliza nikwambie.